Wanawake wengi hawajui, hawakukusudiwa kuzaa kwa operation. Kwa ule mchakato tu wao kutakiwa kuzaa kwa operation, kuna law ina force ili uzae. Kwa nini? Na wengi hawajui mikono mingi inaofanya operation imebeba law. Kwa hiyo operation inaisha, mtoto amezaliwa, lakini ile law haijakuachia. Wewe mtoto unakusumbua, asogea hapo. Kile kitambaa kiko wapi ambacho walikishika? Haya, na wewe weka hapo. Weka hapo. Leo ulikuwa unauma, leo mshono leo unauma. Leo ulikuwa unakuuma wa mshono. Ni unauma kila, yani mvua ikinyesha unauma, muda mwingine hata mvua hamna, lakini ni unaniuma, unanivuta. Unavuta kwa ndani. Sasa chukua hiyo kitambaa iko. Waonyeshe tu watu ni kitambaa, wasije wakasema ndani mo. Kifungue kabisa. Wasije wakasema kuna kitu mule nabii ameweka mule. Amen. Si ni kitambaa hicho. Nilikuwa hapa najifutia jasho Haleluya. Kikunje hivi. Hebu kilete hapa nikusaidie Kumbuka niliwaambia wale watu wa Bagamoyo, nabii akishika chupa ya maji ni hatari hiyo. Achukua hiki kitambaa hivi kiweke hapa. Hiyo sehemu yenye mshono hiyo. Afishikilia hapo hapo. Sawa? Pigie Bwana Yesu makofi. Angalia kinachotokea sasa. Ameshikilia tu kitambaa, sema kitambaa tu. Angalia kinachotokea hapo. Wanawake wengi hawajui, hawakukusudiwa kuzaa kwa operation kwanza. Kwa ule mchakato tu wao kutakiwa kuzaa kwa operation, kuna law ina force ili uzae. Kwa nini? Na wengi hawajui mikono mingi inaofanya operation imebeba law. Imebeba nini? Kwa hiyo operation inaisha, mtoto amezaliwa, lakini ile law haijakuachia. Law haijafanyaje? Kwa ile law inakuwa inaendana na ule mshono. Baridi ikija, mshono unaanza kuwasha, unauma. Sio mshono, ni lile pepo ambalo limekaa katika mshono. Unasikia inavyotetemeka hilo Sili mtu mmoja baridi hiyo. Ndio maana watu wengi baridi likianza, ile roho inakuwa inatetemeka ndani ya ule mshono, umeelewa? Inavyotetemeka unasikia kama mshono unavunya hivi. Unasema mshono unawasha. Sio mshono unawasha. Ile roho inafanyaje? Hata wewe endelea kufuga mshono. Sema ninakataa kufuga mshono katika jina la Yesu. Ndio maana huyu mwanamke anasema hivi, mtoto wake naye ana shida. Shida ilianzia kwenye operation. Shida ilianzia kwenye nini? Piga makofi ya nguvu. Unajifunza kitu mtu wa Mungu. Wangapi wanajifunza? Mshono unawasha kwa sababu kuna pepo ndani wakati wa baridi. Sasa unafanya kwenye mshono. Sinajua mshono unavunya hivi mshono kwenye baridi. Kumbe kinachosikia baridi ni ile nini? Sema ninawasha moto kwenye mshono katika jina la Yesu. Amen. Haya, mwambie Enoki wewe. Wote wa mishono ishafunguliwa katika jina la Yesu. Enoki. Tangia umejifungua una muda gani? Mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Haya, gusa huo mshono. Minya, hamna maumivu. Minya kwa nguvu tu. Au wageukie watu basi unavominya waone. Maana watu wengine nao waga ni Tomaso. Minya. Kwa nguvu. Asante Yesu. Asante Yesu. Yaani naamini kabisa, uamini kabisa. Mpaka natetemeka jamani. Unaona jamani, yeye naamini, maana nataka kulia jamani. Watu wanateseka wewe. Mwambie jana yako watu wanateseka. Amen. Lakini Yesu ni halisi Spidi ya uponyaji wa kiungu ni nini? Minya tena ni ujihakikishie kwa mashahidi 2 ama 3.
kiuno ulikuwa unaniuma kama kuna kitu, yani kama kuna kitu kinanichoma, lakini kama kuna kitu kinakuchoma. Kilikuwa kinanichoma lakini hapana. Umeisha? Kile kitambaa kiko wapi sasa? Changamoto yote ambayo mtoto wako anayo, weka hicho kitambaa imekoma, kwa sababu hiyo changamoto ilianza siku hiyo ya kunini ya upasuaji. Kuna roho ilikuwa imesimama mbele ya lile lango lako, kama katika Ufunuo wa Yohana 12 nazungumza, nikamwona mwanamke mjamzito ana uchungu anataka kuzaa, joka likasimama mbele ya mwanamke ili amle mtoto wake amzaa. Kuna roho zinasimama mbele ya wanawake wakati wa kujifungua. Sasa kama mama alikuwa na hali hii, unafikiri mtoto inakuwaje? Na watoto wengi hawajawahi kuombewa, wamama hawajaenda kwenye maombi kabla ya kuzaa. Unanielewa? Haujatiwa mafuta kabla ya kuzaa. Kwa unazaa mtoto, amen. Kama ni lile, unajua kuna ile wanaita kongolo, ile supu ya kongolo, unajua ile? Yaani wewe umeambulia fupa, ile yenyewe ile ishanyonywa. Amen. Mpigie Bwana Yesu makofi. So weka hiyo kitambaa, hiyo shida imeisha. Mpigie Bwana Yesu makofi. Piga makofi ya nguvu kwa Bwana. Isha hiyo, nenda speed.